Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakuletea tena neno la Bwana chini ya madhabahu ya God Intervention International Ministry juu ya ufalme usioweza kutetemeshwa, ufalme usioweza kutikisika, ufalme usioweza kuondolewa, sawa sana neno la Bwana katika Waebrania 12:28-29 ambalo ndilo tumeanza utambulisho nalo. Ufalme huu ninataka saa hii nikufundishe namna ya kukufikia katika maisha yako. Maana ya ufalme ni utawala, maana ya ufalme ni uongozi unaotambulishwa katika jamii au katika taifa fulani au katika kikundi cha watu ambao watu wote wanatii pasipokuwa na maswali juu ya mamlaka hiyo. Kwa hiyo ninataka kukuletea mamlaka ambayo ina nguvu hii ya kimungu ambayo sasa utaanza kuitumikia, ambayo hii haitikisiki, haitetemeshwi na falme zozote za dunia hii, falme za nguvu za giza au falme za kidunia za kiutawala. Ufalme huu umelenga jamii nzima, lakini hasa kwa vijana, maana neno la Mungu katika waraka wa Yohana anasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu na mmemshinda yule mwovu. Sasa kijana unayenisikiliza, hasa mwenye rika langu zaidi au chini yangu, ninakuomba ujiunge na ufalme wa Mungu kupitia Yesu Kristo, kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uwe na ufalme ndani yako utakaweza kukupa ushindi katika msingi wako wa maisha ya kiimani, ambao itakupelekea kuwa na msingi bora katika maisha yako ya kiuchumi. Na unapokuwa na hivi vitu viwili, msingi bora wa kiimani na msingi bora wa maisha ya kiuchumi, umekuwa umekamilisha mambo muhimu kwenye maisha yako. Maana Biblia inasema fedha ni jawabu ya mambo yote, lakini pia unapokuwa na fedha usipokuwa na msingi au mamlaka au uongozi unaweza kukutambulisha, kukusimamia, kukulinda, unakuwa unaangamia. Maana Biblia pia inasema kwenye Misali, kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa hiyo nimekuletea ufalme wa Yesu Kristo ili Bwana aweze kukutambulisha katika falme zote za dunia hii. Bwana aweze kutembea nayo mahali popote unapoingia. Umemaliza chuo, unataka kazi, kitakachokutambulisha ni ufalme unaotumikia. Nilikwambia ufalme wa Mungu ambao huyu tunamhubiri hapa hauwezi kutetemeshwa. Nimekwambia unapoingia kwenye maisha ya ndoa utakutana na changamoto, lakini hauwezi kutikisika kwa sababu ufalme uliopo utakutana nazo kwenye dunia hii. Mungu akubariki sana, na utaanza kusoma neno la Mungu kwenye vitabu vya Injili, kwanza kitabu cha Mathayo. Usome mstari mmoja katika Mathayo 6:33. Neno la Bwana Yesu kupitia Bwana Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake. Anasema, bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote utazidishiwa. Kazi utazidishiwa kuwa na ufalme wa Mungu ndani yako. Afya utazidishiwa kuwa na ufalme wa Mungu aliye hai ndani yako. Watoto utazidishiwa. Kila ambacho unakitafuta kwenye ulimwengu, elimu na mafanikio baada ya elimu utayapata kama ufalme huo ambao umeyabeba yote uko ndani yako. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. God bless you. Amen. Amen.